Mikakati ya maandalizi ya tamasha la Shell Beach katika eneo la Likoni yanayotarajiwa kuanza tarehe 25 hadi tarehe 1 mwezi ujao yamekamilika. Akizungumza alipozuru eneo hilo, katibu wa kudumu katika Wizara ya Utalii na Utamaduni Kaunti ya Mombasa, Hamisi Juma Kurichwa, amesema tayari washikadau mbalimbali ikiwemo vitengo vya usalama na vile wasanii wako imara kwa tamasha hilo. Kurichwa aidha amesema lengo la tamasha hilo ni kukuza eneo la Shell kuwa miongoni mwa vivutio vya utalii katika kaunti ya Mombasa. Lengo leo ni kutangaza tamasha kubwa linaloitwa Shell Beach Festival. Tamasha hili lengo kubwa kwanza ni kutangaza ufukwe wetu wa Shell Beach kwamba ni eneo huru, ni eneo ambalo limebarikiwa kwa sababu kuna mchanga mzuri. Tunataka kutangaza kwa washirikadau katika utalii na pia wawekezaji ya kwamba Shell Beach pia ni sehemu ya vivutio vya watalii. Kwa hiyo ipo haja ya washirikadau wote kufanya kazi pamoja kuhakikisha kwamba tunaboresha utalii, especially sehemu hii ya Likoni. Lengo nyingine ya sherehe hii ni kuwapatia vijana wetu nafasi ya kuonesha taaluma yao katika mziki, ni kuwapatia vijana wetu nafasi kuonesha ubora wao katika aina nyingi ya sanaa. Pia vile vijana wao sisi tutawapatia allowances, ambapo allowances hizi itaweza pia kuwasaidia katika kufanya biashara ndogo ndogo. Kwa hiyo hafla hii kuanzia tarehe 25 mpaka tarehe 1 ni karibu siku 8. Siku 8 hizi wanabiashara wetu wadogo wataweza kufanya biashara na tuna imani ya kwamba kipato chao kitaweza kupanda. Kwa upande wake, msimamizi wa sherehe za Shell Beach Festival ameomba serikali kuu na serikali ya kaunti kushirikiana kujenga hoteli kubwa katika eneo hilo ili kufufua uchumi na shughuli katika ufuo huo wa bahari. Tulikuja pamoja na tukaamua kwamba tuanzishe hili jambo. Sababu gani? Tuweze kufufua with the theme of revival of Shell Beach. Tunataka kufufua utalii hapa. Na tunashukuru kwamba county government mwaka huu wametuhakikishia kwamba they are partnering with us, na tumekuwa na smooth cooperation amongst county government na Shell Beach Festival, na aim yetu kubwa ni tuweze kuhakikisha kwamba hili bichi liwe kama bichi zingine. Ukipiga calculation miaka ya nyuma, si mwazaliwa hapa, tunzaliwa hapa Shell Beach. Miaka ya nyuma Shell Beach was doing better than even Nyali, than even Diani. Shell Beach nzima hii stretch hatuna hoteli kubwa like a 5-star hotel, 4-star hotel, 3-star hotel, hatuna. So tungeomba ya kwamba serikali kupitia county government na national government pia kupitia office of the president, office of the governor, ili iweze kuchukua Shell Beach hotel iko hapa, sababu inauzwa, ikinunuliwa pale iweze kufanya vipi, kurekebishwa, iweze kufunguliwa, vijana wetu wapate kazi, vipanga mitaani viweze kupungua. Kwa upande wao, wasanii wanaotarajiwa kutumbuiza katika tamasha hilo wameomba serikali ya kaunti ya Mombasa kuzingatia kwa usawa wasanii wote katika kaunti badala ya kuwabagua. Naomba tu gavana wangu, sababu namjua yeye ni mtendaji na yeye ni mwana mwema, naomba tu at least tupate mwakilishi tena kutoka Likoni, hawe anaweza kutetea haki za wasanii, kwa sababu mara nyingi imekuwa kufanyika event kule Mama Ngina town, ni mpaka waziri asukume atete na watu, mpaka Mishimboko apige simu atete na watu. Kwa nini hivyo? Na Likoni ndio na wasanii bora. Unaona? Utapata msanii kama mimi na 20 good years kwa game napatia 40,000 kwa sababu ile show imelazimishwa na Kurichwa, imelazimishwa na Mishimboko. Unaelewa? Uni ile tu wacha tuwachukue. Ukiangalia wenzetu tunabeba 1,500,000, 80,000, 100,000, na wewe mwenye kulipa 100,000 ameanza juzi tu. Anifiki mimi na 20 good years kwa game. Unaelewa? Mimi naweza sema kitu kimoja. Abdul Swamad, tunakupenda sana Mombasa. Na sisi tunajua wewe unaweza. Wewe ni ngangari. Wewe ni mchapakazi. Mimi ningekuomba, hao ni watu wako unaotembea nao. Wewe ni mzuri lakini hawa watakuharibia jina. Ali Vincent, Benvin TV.